kitabu cha Injili ya Luka sura ya 13 na ya 14. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, ambapo siku ya leo tunaenda kusoma kitabu cha Injili ya Luka ile sura ya 13 na ya 14. Naitwa Mwalimu Petro. Unaweza ukaandaa Biblia yako karibu, ili pia tunaposoma kitabu hiki na wewe unasoma kwa kufuatilizia kwenye Biblia yako. Inakuwa ni nzuri na inapendeza zaidi. Karibuni sana wapendwa, tufungue kwa sala, tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, tunakunyenyekea katika hekima yako na nguvu zako. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya muda ambao watoto wako tumeunganika kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Bwana katika hekima yako na nguvu zako utusaidie tuweze kujengwa na kuimarika, ili tuendelee kuwa imara sawa sawa na mapenzi yako. Neema yako Mungu iwe na sisi, ili kwa neno lako tuendelee kutiwa uzima na tuendelee kuwa na uhai, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa. Ni kitabu cha Injili ya Luka ile sura ya 13 na ya 14. Mlango wa 13. Na wakati huo huo walikuwapo watu waliompasha habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, "Je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote, hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia, sivyo, lakini msipotubu, ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 14 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia, sivyo, lakini msipotubu, ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo." Akanena mfano huu: Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake, asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, "Tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Uukate, mbona hata nchi unaiharibu?" Akajibu akamwambia, "Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye, vema; la usipozaa, ndipo uukate." Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona, alimwita akamwambia, "Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako." Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, "Kuna siku 6 zifazo kufanya kazi. Basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato." Lakini Bwana akajibu akasema, "Enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato?" Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye, mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Kisha alisema, "Ufalme wa Mungu umefanana na nini? Nami ni ufananishe na nini? Umefanana na punje haradali aliyotoa mtu akaitupa katika shamba lake, ikamea ikawa mti, ndege wa angani wakakaa katika matawi yake." Akasema mara ya pili, "Ni ufananishe na nini ufalme wa Mungu? Umefanana na chachu aliyotoa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachachwa wote pia. Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu. Mtu mmoja akamuuliza, 'Je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache?' Akawaambia, 'Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango, mkisema, Ee Bwana, tufungulie, yeye atajibu na kuwaambia, siwajui mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu.
Naye atasema, nawaambia, siwajui mtokako. Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Nao watakuja watu toka mashariki na magharibi, na toka kaskazini na kusini, nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu. Na tazama, wako walio wa mwisho watakaokuwa wa kwanza, na wa kwanza watakaokuwa wa mwisho. Saa ile ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea, wakamwambia, toka hapa, uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama, leo na kesho natoa pepo na kuponywa magonjwa, siku ya tatu nakamilika. Pamoja na hayo, imenipasa kushika njia yangu leo na kesho kutwa, kwa kuwa haimkini nabii aangamie nje ya Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako, mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, wala hamkutaka. Angalieni, mmeachiwa nyumba yenu. Nami nawaambia, hamtaniona tena kamwe, hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Mlango wa 14. Ikawa alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya Sabato, ale chakula, walikuwa wakimvizia. Na tazama, mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Yesu akajibu, akawaambia wanasheria na Mafarisayo, je, ni halali kuponya siku ya Sabato, ama sivyo? Wao wakanyamaza. Akamshika, akamponya, akamruhusu aende zake. Akawaambia, ni nani miongoni mwenu, ikiwa ng'ombe wake au punda wake ametumbukia kisimani, asiyemwopoa mara siku hiyo ya Sabato? Nao hawakuweza kujibu maneno haya. Akawaambia mfano wale walioalikwa. Alipoona jinsi walivyochagua viti vya mbele, akisema, ukialikwa na mtu harusini, usiketi katika kiti cha mbele, isiwe kwamba amealikwa mtu mwenye kustahiwa kuliko wewe, akaja yule aliyewaalika wewe na yeye, na kukwambia, mpishe huyu, ndipo utakapoanza kwa haya kushika mahali pa nyuma. Bali ukialikwa, nenda ukaketi mahali pa nyuma, ili ajapo yule aliyekualika kuambie, rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi, ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote walioketi pamoja nawe. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Akamwambia na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako, wala ndugu zako, wala jamaa zako, wala jirani zako wenye mali, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo. Bali ufanyapo karamu waite maskini, vilema, viwete, vipofu, nayo utakuwa heri, kwa kuwa hao hawana cha kukulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki. Basi aliposikia hayo, mmojawapo wale walioketi chakulani pamoja naye alimwambia, heri yule atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa, njoni, kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke, na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda, akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, toka upesi, uende katika njia kuu na vichochoro vya mji, ukawalete hapa maskini na vilema na vipofu na viwete. Mtumwa akasema, Bwana, hayo ulioagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu, naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, hawezi kuwa mwanafunzi wangu.
Maana ni nani katika ninyi, kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kuumalizia? Asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupiga msingi. Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki, wakisema, mtu huyu alianza kujenga, akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine, asiyeketi kwanza na kufanya shauri, kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiacha vyote alivyo navyo, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Chumvi ni kitu chema, lakini chumvi ikiwa imeharibika, itiwe nini ikolee? Haifai nchi wala jaa. Watu huitupa nje. Mwenye masikio ya kusikilia na asikie.